Tugeukie katika ripoti ya uhamisho. Tuangalie ripoti ya uhamisho. Ripoti ya kina ya usajili na uhamisho wa wachezaji Tanzania na Ulaya Julai 2026. Dirisha la usajili limeendelea kushika kasi barani Afrika na pale Ulaya, huku klabu zikifanya maboresho ya vikosi kwa ajili ya msimu wa mwaka 2026-2027. Hii ni ripoti kuhusiana na timu kubwa. Tukianza na Tanzania, tukianza hapa Tanzania, Simba Sport Club waliosajiliwa hapa, Jean Charles Ahoua, yeye ameendelea kuwa sehemu muhimu ya kikosi, na wachezaji kadhaa wapya wa ndani na nje ya nchi wanaendelea kutambulishwa. Simba yenyewe inaongeza nguvu kuelekea Kagame Cup na ligi kuu. Tayari wameingia kambini kwa ajili ya kuanza mazoezi kwenye mchezo wa Kagame Cup. Na mwingine aliyesajiliwa Simba rasmi anaenda kwa jina la Kaleto. Ila wa South Africa jamani, wana majina magumu. Charles Solomon anasema hii redio unaitendea haki dada. Asante sana Charles. Walioondoka Simba, baadhi ya wachezaji wa kikosi cha msimu uliopita wameondoka kwa mikataba kuisha na wengine kupewa nafasi ya kutafuta changamoto mpya, huku klabu ikiendelea kufanya maboresho. Klabu inaendelea kufanya maboresho. Waliobaki katika klabu ya Simba hadi sasa kuna Musa Kamara, Chamo Karaboe, Jean Charles Ahoua, Elie Mpanzu, Kibu Dennis na wachezaji wengine muhimu waliopo kwenye mipango ya kocha kwa msimu mpya. Bado usajili unaendelea na lolote linaweza likatokea. Tathmini ni kwamba Simba imejikita kuongeza ushindani katika safu ya ushambuliaji na kiungo, huku ikilenga kufanya vizuri kwenye CAF. Kwa hiyo usajili ambao unaendelea Simba ni katika zile alama 10, basi tunampa Simba alama 8.5 ya 10. Kwa hiyo wanajitahidi. Yanga waliosajiliwa, kuna wachezaji wapya wanaendelea katika mazungumzo wanaendelea kutambulishwa kadri dirisha linavyoendelea, na baadhi ya wachezaji wa kigeni na wazawa wameondoka baada ya mikataba yao kumalizika au kutolewa kwa mkopo. Wachezaji ambao wamebaki katika klabu ya Yanga kuna Maxi Nzengeli, kuna Clement Mzize, Djigui Diarra, Pacome Zouzoua, Duke Abuya na Prince Dube baada ya kutambulishwa. Tathmini katika usajili, Yanga imeendelea kuboresha kikosi huku ikidumisha msingi wa wachezaji walioipa mafanikio msimu uliopita. Manyika anasema Salome mama we, mtatua wapi Imbanasi juu? Nimeshinda nikikutafuta wallahi, but ninasikia poa kukuona leo. Asante sana Manyika. Imbanasi tuko hapa, tuko pamoja nawe, tumeamua kukupa burudani. Manyika anasema vipi Dube karudi Yanga? Burhani anasema Nado leo amesaini mkataba mpya na Azam wa miaka 2 tena amekuja kusainiwa hapa Tazara Baresa. Okay? Asante sana Burhan. Haya King, asante sana King. Kazi yako ninaiona jamani King, Mungu akubariki. Kuna watu jamani wanaifanya siku yangu iwe nzuri sana. Anafanya siku yangu iwe murwa, burudani kabisa.
Okay, Munyika ameuliza, no, Dube aliondoka Yanga bwana, nitakuwa tu mdomo umeteleza. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi ambayo inathibitisha kuwa Prince Dube amerejea Yanga baada ya kuondoka au kwamba amesaini mkataba mpya. Mdomo tu uliteleza, jina lake limenikaa. Okay, tukigeukia klabu ya Azam, Burhani Jambia amesema Nado amesaini mkataba mpya Azam jamani, Nado. Idi Nado. Okay, tukigeukia klabu ya Azam waliosajiliwa, klabu ya Azam imeongeza wachezaji wa nafasi za kiungo na mshambuliaji ili kuongeza ushindani kwa ajili ya kujiandaa na msimu huu mpya. Na walioondoka pale Azam, baadhi ya wachezaji walikuwa hawapati nafasi ya kucheza, wengine wameondoka na wengine hivyo, kila anayeondoka ana sababu. Peace King anasema, wow, Mom Salome, here I am, how are you? Waliobaki Azam kuna Faisal Salum, Idris Mbombo pamoja na wachezaji wengi wa kikosi cha kwanza wameendelea kubaki. Bado wameendelea kubaki na klabu yao. Tukigeukia pale Ulaya, tukiangazia klabu ya Manchester United, tukiangazia klabu ya Manchester United. Okay, klabu inaendelea kutafuta beki wa kati na mshambuliaji. Mazungumzo na wachezaji kadhaa yanaendelea, lakini baadhi ya dili bado hayajakamilika. Baadhi ya wachezaji wa akiba waliokuwa kwa mkopo wameondoka pale Manchester United, na waliobaki katika klabu hiyo ni Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho pamoja na Andre Onana. Tukigeukia klabu ya Arsenali, Arsenal imeendelea kuhusishwa na viungo na mabeki kadhaa huku ikitafuta kuongeza ubora wa kikosi. Waliobaki kuna Bukayo Saka, kuna Martin Odegaard, kuna Declan Rice, kuna William Saliba na Kai Havertz. Hawa ni waliosalia katika klabu ya Arsenali. Tukigeukia pale Chelsea, Chelsea imeendelea kutumia fedha nyingi kusajili vipaji vya vijana pamoja na kuongeza ushindani katika safu ya ushambuliaji. Waliobaki kuna Cole Palmer, Enzo Fernandez pamoja na Moises Caicedo. Klabu ya Liverpool, Liverpool imeendelea kufanya maboresho ya kikosi huku ikiongeza ushindani katika safu ya kati na ushambuliaji. Waliobaki katika klabu ya Liverpool ni Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Alisson Becker pamoja na Virgil van Dijk. Watu wana majina jamani, ifike mahali na sisi basi tuanze kuita yale majina ya kikabila, yale magumu. Si unaona kama kocha wa Yanga anavyonipa tabu jamani kutamka jina lake. Itabidi na sisi tutafute yale majina magumu yale. Ili na wenyewe wapate tabu ya kuyatamka bwana. Sasa kama jina langu rahisi kabisa, jepesi. Tukigeukia klabu ya Real Madrid, klabu hii imeendelea, klabu ya Real Madrid yenyewe imeendelea kufuatilia nyota kadhaa wa Ulaya, lakini haijatangaza dili kubwa jipya katika kipindi hiki. Waliobaki katika klabu ya Real Madrid ni Jude Bellingham, kuna Vinicius Junior, Kylian Mbappe pamoja na Federico Valverde. Hao ni wachezaji ambao wamesalia katika klabu ya Real Madrid. Tukigeukia pale Barcelona, Barcelona imeendelea kufanya usajili kwa tahadhari kutokana na masuala ya kifedha, huku klabu hii ikihusishwa na baadhi ya wachezaji wa safu ya ushambuliaji. Wanafanya usajili kwa tahadhari. Hawa Barcelona ni kama Yanga, ni manake Yanga na wenyewe wanazingatia masuala ya kifedha hapo. Lakini mchezaji jamani, bilioni 2.5 bilioni. Sasa kama ananunuliwa kwa bilioni 2.5, mshahara wake yani utakuwa ni shingapi? Hebu mnisaidie jamani wanasoka. Mnisaidie hapo. Ananunuliwa kwa 2.5 billion.
salary yake hapo per month inakuwaje? Waliobaki Barcelona kuna Lamine Yamal, kuna Pedri, Gavi, Ronaldo Araujo pamoja na Pau Cubarsí. Tukigeukia klabu nyingine kubwa pale barani Ulaya, klabu inayokwenda kwa jina la Bayern Munich. Bayern inaendelea kuimarisha safu ya ushambuliaji na ulinzi, huku pia ikipokea ofa kwa baadhi ya nyota wake. Waliobaki katika klabu ya Bayern Munich kuna Jamal Musiala, kuna Harry Kane, Michael Olise pamoja na Joshua Kimmich. Mambo ndio hivyo bwana. Kwa hiyo kwa kuhitimisha ni kwamba kwa Tanzania Simba na Yanga zinaendelea kuwa vinara wa shughuli za usajili, huku zikijenga vikosi vya kushindana ndani ya nchi na kwenye michuano ya CAF. Na pale barani Ulaya dirisha bado liko wazi na klabu nyingi kubwa zinaendelea kukamilisha mazungumzo ya usajili. Hivyo orodha ya waliotua na walioondoka inatarajiwa kubadilika kadri wiki zinavyosonga. Hapa ni katika kile kipengele cha ripoti ya uhamisho. Kimekamilika namna hiyo. Hapo nipite na ujumbe wake. Ujumbe wake Manyika anasema anasema jina la kocha wa Yanga dada, unajua wale majamaa wanaoishi porini, sijajua ni pori gani, ila huko nyumbani Tanzania. Wanini wale wanaitwa Wahazabe. Manyika. Haya bwana, sawa. Sawa Manyika, nimekupata vyema. Tupate mapumziko mafupi alafu narejea hapa kugeukia katika mjadala wa siku. Hapa nahitaji zaidi maoni yako na mawazo yako. Kwenye mjadala wa siku ya leo swali linauliza, je, ligi ya Tanzania imekuwa ya timu mbili? Shusha maoni yako hapo na mimi nitapita nayo. Afrika ni yetu. Nyimbo ni za kwetu. Imba nasi ni yetu. Habari, naitwa Glory, ni mtangazaji kutoka Imbanaso Radio wa kipindi cha The Story Zone. Niwashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia na wasihi sana muendelee kusikiliza Imbanaso Radio kwa vipindi bora zaidi vya kuelimisha na kuburudisha pia. Spare Parts ni wauzaji wa vifaa vya magari. Pia tunapokea oda mbalimbali na kuagiza Dubai. Unapata mzigo wako ndani ya masaa 48. Tupo Dar es Salaam, Ilala, Shauri Moyo, mtaa wa Lendi, karibu kabisa na geti la sekondari ya Benjamin Mkapa. Kwa mahitaji ya spare used kutoka Dubai, wasiliana nasi kwa simu namba 0694281513. Pia tunapatikana Instagram na Facebook kwa jina la Bahari ya Subaru Used Spare Part. Tunakukaribisha sana Subaru Used Spare Part, ujipatie vitu original. Mtalo Electronic and Phone Accessories ni mabingwa wa kuuza vifaa vya umeme na simu original. Tuna simu za aina mbalimbali, smartphone za kampuni tofauti, simu za button, betri za simu aina zote, earphone, majagi ya kuchemshia maji, heater, kebo za umeme, pasi, TV za saizi zote, flash, memory card, power bank, glass protector, stendi za TV na vingine vingi. Tupo Sabasaba stendi jijini Dodoma. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0678806382. Karibu tukuhudumie. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imbanasi Radio. Asante kwa kuendelea kuwa nami. Dakika 22 zimeondoka baada ya kugonga 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kipindi hewani ni Mamboleo na hili ni lisaa la pili la Mamboleo. Pale YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Kama ni mara yako ya kwanza, ni kuombe uweze kusubscribe na kuturn on notification
ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa katika channel yetu. Yes, swali la pale mjini YouTube linauliza linauliza ni nini kitakachoamua ubingwa msimu ujao? Ni usajili, usajili mzuri, ni ubora wa kocha, au ni juhudi za wachezaji uwanjani? Piga kura yako hapo, mwisho wa kipindi nitapita na majibu. Tunageukia sasa katika mjadala wa siku ya leo. Na mjadala unauliza, ligi ya Tanzania imekuwa ya timu mbili? Ligi ya Tanzania imekuwa ya timu mbili. Shusha maoni yako hapo na sisi wengine tupate kuendelea kujifunza. Tunategemeana bwana. Okay, nianze sasa kukuchambulia mjadala huu wa siku ya leo. Ili unapotoa mawazo yako au maoni yako uwe huru na kurahisishia yani. Okay, Juma anasema hapana, sio wa timu mbili. Sema marefari. Okay, Juma. Juma jamani. Manyika anasema wanajua kutamka hilo jina maze. Hao wanajua kutamka hilo jina. Hao wakina Wahazabe. Okay, mjadala wa siku. Ligi ya Tanzania imekuwa ya timu mbili tu? Ni mjadala ambao tuko nao hapa. Twende tukachambue sasa. Kwa miaka kadhaa sasa, ubingwa wa NBC Premier League umekuwa ukizunguka zaidi kati ya Simba na Yanga. Hali hii imeibua mjadala mkubwa kwa baadhi ya mashabiki au wanasoka. Ligi yetu imekuwa ya Simba pekee au timu nyingine zina nafasi ya kuvunja utawala huo? Timu nyingine zina nafasi ya kuvunja huo utawala, manake yani hata ukiangalia hapa watu wengi wanaouliza ni Simba Yanga. Kwa hiyo inaonekana ni kama vile yani ligi timu ni mbili. Okay, hoja zinazosema ndio kwa wale wanaosema ndio ni wanaosema ndio kwamba ligi ya Tanzania imekuwa ya timu mbili. Wenyewe wanaamini kwamba Simba na Yanga zina bajeti kubwa kuliko klabu nyingi za hapa Tanzania na zinavutia wachezaji bora wa ndani na wa nje. Zinaonekana ndio timu kubwa na ndio zinazovutia wachezaji bora wa nje. Kazi za ujenzi anasema nimekuja. Nimekuona, karibu sana. Long time no see, nimefurahi kukuona. Na wanaounga mkono hii hoja kwamba wanasema kwamba ligi ya Tanzania imekuwa ya timu mbili, zina mashabiki wengi, jambo ambalo linaloongeza mapato. Ikija lile swala la mechi kuingia uwanjani, viingilio, ndio maana inaonekana kwamba ni kama vile ligi mbona imekuwa kama ya timu mbili. Hizi timu zina mashabiki wengi na timu hizi zinawakilisha Tanzania mara kwa mara kwenye mashindano ya CAF na hivyo kupata uzoefu zaidi na ushindani wa kimataifa. Kwa hiyo hizi ni sababu au ni viashiria au vitu ambavyo vinafanya watu waamini kwamba ligi imekuwa ya timu mbili. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, timu nyingine hujikuta zikishindana kuendana nazo kwa ubora na vikosi na kulingana na ubora wa vikosi na uwezo wa kifedha. Kwa wale ambao wanaosema hapana, ligi ya Tanzania sio ya timu mbili, wengi wanaamini ligi inaanza kupata ushindani mkubwa. Wanatoa mifano kama klabu ya Azam FC inakuwa kwa kasi, kuna Singida Black Stars, kuna Tabora United na vile kuna Coastal Union. Wanasema timu hizo zinawekeza kwenye usajili, miundombinu na benchi la ufundi pamoja na jambo ambalo linaweza kubadilisha ushindani katika miaka ijayo. Mimi binafsi ningependa jamani kuona ushindani, yani mambo yakibadilika, yani kuja timu nyingine tofauti kabisa ikae pale juu. Usimba na Uyanga upungue, sawa mna mashabiki wengi, lakini timu nyingine zije zifanye vizuri zaidi. Fedha ndio zinashinda ubingwa? Manake
Hapa juu tumeona kwamba hizi timu zina mashabiki wengi, kwa hiyo hata mapato yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo fedha ndio zinaamua ubingwa, kwamba hizi timu nyingine hazina pesa pengine. Kwa hiyo hawa kwa sababu wana pesa basi wanaweza wakapata ubingwa. Je, ni kweli? Juma anasema mimi na kuwa referee ndio wanatuharibia mpira jamani. Yeye anasema mareferee ndio wanaoharibu mpira. Haya, asante Juma kwa ujumbe wako. Swali lingine linalo wagawa mashabiki ni kwamba baadhi wanasema ukiwa na fedha nyingi unapata wachezaji bora na nafasi ya kushinda mataji. Lakini wengine wanapinga wakisema kwamba fedha pekee hazitoshi, lazima uwe na wachezaji bora, lazima uwe na mfumo mzuri, miundombinu iwe mizuri, na kocha mwenye mbinu nzuri anaweza kushinda hata akiwa na kikosi kisicho ghali. Kocha mzuri ana mbinu nzuri, anaweza akashinda, akaibuka na ushindi bila kikosi ambacho sio cha pesa nyingi. Nidhamu, maandalizi na umoja wa timu ni muhimu kuliko matumizi makubwa. Nidhamu. Okay, tukiangalia kocha anaweza kubadili kila kitu anapokuwa katika klabu. Msimu huu timu nyingi zimefanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi, jambo ambalo limeongeza mjadala kuhusu nafasi ya kocha katika mafanikio ya klabu. Na swali la kujiuliza, kocha mzuri anaweza kubeba timu hadi ubingwa bila kuwa na usajili mkubwa? Hilo swali ni la kujiuliza, na vile vile unaweza ukajibu hapa na wengine tukajifunza. Wapo wanaosema ndio, wakisisitiza kuwa mfumo wa mchezo na uwezo wa kusimamia kikosi vinaweza kufanya tofauti kubwa. Swali jingine la kujiuliza ni kwamba ni wakati wa klabu nyingine kuvunja utawala au ziendelee klabu zile zile Simba na Yanga? Au unaamini kwamba ni wakati sasa umefika utawala wa Simba na Yanga uvunjwe, klabu nyingine ziendelee kukaa pale juu? Msimu wa mwaka 2026-2027 unaweza kuwa wa kipekee iwapo Azam FC, Singida Black Stars au timu nyingine zitaanza vizuri na kudumisha kiwango. Zinaweza kuingia kwenye mbio za ubingwa na kuongeza ushindani wa ligi. Swali linalokuja ni kwamba, je, timu hizo zipo tayari kupambana hadi mwisho wa msimu au Simba na Yanga zitaendelea kutawala? Hayo ni maswali ya kujiuliza kama mwana soka. Tumaini Minja anasema Shimbonyi Mai Nashi Chakapi Sambonyi Tapo. Asante sana Tumaini. Okay, dakika ni 30 zimeondoka baada ya 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tugeukie sasa katika kipengele cha fahamu mchezaji.